Maisha ya Polycarp Kardinali Pengo yalianzia hapa. Alizaliwa tarehe 5 mwezi Agosti mwaka 1944 katika kijiji cha Mwazie, wilaya ya Sumbawanga, mkoa wa Rukwa, hapa nchini Tanzania. Alisoma katika seminari mbalimbali nchini Tanzania kabla ya kujiunga na masomo ya juu ya teolojia. Alipewa daraja la upadre mwaka 1971. Uaskofu alipewa mwaka 1983. Aliteuliwa kuwa askofu wa jimbo Katoliki Nachingwea. Mwaka 1986 alihamishwa kuwa askofu wa jimbo la Tunduru Masasi. Mwaka 1990 aliteuliwa kuwa askofu mkuu msaidizi wa Dar es Salaam. Baadaye mwaka 1992 akawa askofu mkuu wa Dar es Salaam. Alipata ukardinali mwaka 1998. Aliteuliwa kuwa kardinali na papa wa wakati huo, Pope John Paul wa pili. Alikuwa mmoja wa viongozi wakuu wa kanisa Katoliki Afrika na mshauri wa papa katika masuala mbalimbali ya kanisa. Aliwahi kuwa rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC. Alishiriki katika mikutano mikubwa ya kanisa Katoliki duniani ikiwemo sinodi za maaskofu. Mwaka 2019 Papa Francis alikubali ombi lake la kustaafu kama askofu mkuu wa Dar es Salaam baada ya kufikisha umri wa kikanisa miaka 75. Kardinali Pengo anaheshimiwa kwa mchango wake mkubwa katika kuimarisha imani, maadili na maendeleo ya kijamii nchini Tanzania. Kardinali Pengo anakumbukwa kwa unyenyekevu wake na upole wake, lakini pia alikuwa ni mtu msikivu na alikuwa ni mtu ambaye alipenda sana kujifunza na wala hakusita pale alipokosolewa, wala hakuwa mbishi pale alipokosolewa. Leo hii tunamzungumzia Kardinali Pengo ambaye taarifa zilizotolewa na askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam Jude Thaddeus Ruwa'ichi kwamba amefariki dunia usiku wa kuamkia tarehe 20. Mungu akulaze mahali pema peponi, Kardinali Pengo.